Bana, kwa sasa watu wako tayari sana kusikia taarifa kutoka TFF na bodi ya ligi kuhusiana na mchakato wa dabi ya Kariakoo. Bana, moja kati ya posti ambayo imeweza kupostiwa kunako ukurasa wa TFF katika ukurasa wao wa Instagram, wameweza kuposti moja kati ya posti ambayo imeweza kuleta sintofahamu sana, na watu wamekuwa wakitoa comment tofauti, na sisi tukasema hatuwezi kukaa kimya, lazima tukuletee update hii ili uweze kujua ni nini kinachoendelea kunako update hii ambayo imepostiwa kunako ukurasa wa Instagram wa TFF kutoka kwa rais wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania. Tunamzungumzia Wallace Karia ambaye aliweza kuposti picha hiyo kunako ukurasa wa Instagram. Bana, kuna moja kati ya taarifa ambayo inasema taarifa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania. Rais wa shirikisho la mpira wa miguu nchini Tanzania TFF Wallace Karia amempongeza mwenyekiti wa chama cha mpira wa miguu mkoa wa Shinyanga Shirefa Saidi Makingiro kwa kuchaguliwa tena kuongoza chama hicho. Uchaguzi wa kupata kamati mpya ya utendaji wa Shirefa uliofanyika jana mjini Kahama. Alisema matokeo haya yameonyesha imani ambayo wajumbe wa mkutano mkuu wa Shirefa wanayo kwake, hivyo anaendelea kusimamia vizuri maendeleo ya mpira wa miguu katika mkoa huo wa Shinyanga. Wengine waliochaguliwa katika uchaguzi huo ni Salum Hassani, makamu mwenyekiti, na Azani Salum ambaye pia ni mjumbe mkutano mkuu wa TFF. Mara baada ya kupostiwa posti hiyo, comment zikawa nyingi sana kwa muda mchache, na mimi nikasema nikupitisha katika comment ambazo zimeweza kutumwa mara baada ya kuposti hiyo leo. Moja kati ya comment ambazo nimezichukua, kuna huyu hapa anaitwa Official Winner anasema mafanikio ya Karia, lakini kuna huyu hapa anaitwa Mzaku anasema jamani zile taarifa zinachanganya, lakini kuna huyu hapa anasema nikajua ni taarifa ya dabi, lakini kuna huyu hapa anasema dabi imewashinda kama vipi hakuna bingwa, lakini kuna hapa anaitwa Sam Mahela anasema nyie toeni taarifa za hapana, hii hatuwezi kuisoma kwa sababu iko nje kidogo na mada. Lakini kuna hapa ameweza kuandika waraka anaitwa Mpalaki anasema habari viongozi wa Yanga na wana Yanga wote ndani na nje ya nchi, kutokana na mtandao mkubwa wa timu yetu mnajulishwa kwamba mnayoyaona na yanayoendelea kwenye mitandao kuhusu marudio ya mechi ya Simba na Yanga ni propaganda za kitoto zinazofanywa kwa makusudi na mpango mkakati wa TFF na bodi ya ligi kwa kushirikiana na Simba kwa lengo la kutaka kuona reaction ya wanayanga na viongozi wao. Taarifa za uhakika tunazo na pia kutaka kutoka katika mikakati yetu ya mechi 3 zilizobaki na za ligi zilizosalia. Sisi wanachama wa Yanga kwa sasa tunasisitiza kuwa tutabaki na msimamo wetu ule wa kamati yetu ya utendaji, hatuchezi na itabaki hivyo, na huku tukisubiria kesi yetu ya msingi kule kasi. Na baada ya mechi ya Dodoma Jiji tunaomba wachezaji wote waruhusiwe wavunje kambi na waruhusiwe kujiandaa na msimu ujao, kwa sababu tutakuwa tushamaliza rasmi ligi ya Tanzania ya TFF. Bodi ya ligi watambue sumu haijaribiwi kwa kuonja. Huo mchezo ni wa kitoto. Kuifanya taasisi kubwa kama Yanga na kamwe haiwezi teteleka wala haiwezi kuyumbishwa na propaganda za kujitungia na kisha kutafuta baadhi ya waandishi uchwala wanaanza kuhoji msemaji wa bodi ya ligi Karim Boimanda, na yeye anajifanya ni kama mtu wa
ni kama mtu anaitaka dabi. TFF na bodi ya ligi na ushirikiano wenu wote kwenye hili, kaeni mkijua ya kwamba Yanga hatuchezi dabi kwenye msimu huu, daima mbele mwiko nyuma. Bana, moja kati ya comment ambayo imekuwa ndefu na ilikuwa na ujumbe ilikuwa ni hii hapa, ambayo imeweza kuchapishwa hapo kunako ukurasa huo wa Instagram wa TFF, ambapo walipoweza kuchapisha taarifa hiyo. Lakini kuna hapa anaitwa Teno, anasema tulijua ni taarifa kuhusiana na dabi, like ziwe nyingi kwa ambao tunasubiri taarifa ya dabi. Lakini kuna hapa anasema Kalia akasimama kwa mbali, anawazoom tu wa akina Mwijaku. Lakini kuna hapa anasema dabi rini, kuna Wawesi TV anasema nikajua taarifa ya dabi. Lakini kuna huyu hapa anasema mbona hata siku moja hamjampongeza engineer kwa kazi anayoifanya mpaka ameleta tuzo, wakati Kalia amekaa miaka zaidi ya 5 hajawahi kuleta tuzo hata moja hapa Tanzania, zaidi ya kuheshimishana kwa mitandao na hao wafasi wake. Lakini huyu hapa anasema sisi tuna taarifa, kuna taarifa tunaitaka na sio hizo za kupongezana. Lakini kuna hapa anasema tunaomba tarehe ya dabi. Lakini kuna hapa anasema ipo taarifa tunayoitaka sisi. Comment zimekuwa nyingi sana kunako posti hii mara baada ya kupostiwa, na mimi nikasema nikuletee baadhi ya comment kama hizi hapa ili uweze kujua ni nini kilichoendelea mara baada ya TFF na bodi ya ligi kuposti moja kati ya taarifa ambayo ilikuwa ikimpongeza Saidi Mankirigo ambaye amechaguliwa kama kiongozi wa chama cha mpira mkoa wa Shinyanga. Moja kati ya taarifa ambayo watu sasa wanaona kabisa kwamba wamereact na watu wanaitaka dabi na sio propaganda zingine ambazo zinaendelea katika mitandao ya kijamii. Bana, kuna moja kati ya taarifa ambayo nilikuletea pia hapa kuambia juu ya taarifa ambazo zinaendelea kuhusiana na kuwepo kwa dabi, kutajwa kwa tarehe ya dabi. Hicho kitu baadhi ya watu wengi wamekuwa pia wakikizungumzia kwamba zilikuwa ni propaganda za watu wametengeneza ili kutengeneza attention, waone kwamba mashabiki wa klabu ya Young Africans watalipokea vipi hili, kwa sababu baadhi ya taarifa pia nazo zimeanza hivi, lakini baadaye zikawa taarifa za uhakika. Kwa hiyo pia hii imetengenezwa ili kuona kwamba mashabiki wa klabu ya Young Africans wataliact vipi, watalichukulia vipi. Lakini kitu sasa ambacho kimekuja kuwa tofauti ni kwamba mashabiki wa klabu ya Yanga wao wametulia kimya, hawajataka hata kujishughulisha na hii taarifa. Zaidi sana katika magrupu ya WhatsApp walikuwa wakiipuuza taarifa hii ambayo ilikuwa inaendelea katika mitandao ya kijamii, ambayo ilikuwa inaionyesha tarehe ya dabi. Bana, nikukaribishe katika updates zijazo ili uweze kujua ni nini kinachoendelea katika sakasaka hili ambalo mpaka sasa linaendelea kuzua sura mpya siku hadi siku. Comment yako ni ya muhimu sana, na wewe charaza comment yako hapo ili tuweze kukutana katika wasaa wa kusoma comment. Nikualike kuwa karibu na update hizi ili taarifa zozote zitakazotokea huko TFF na bodi ya ligi uwe wa kwanza kuzipata, mwanafamilia ambaye unatega muda wako katika kuhakikisha unatufuatilia na unatupa support yako. Lakini kama ndo unajiunga nasi, hakikisha kwamba pia unabonyeza maandishi ambayo yameandikwa subscribe hapo chini ya video. Ukifanya hivyo utakuwa umejipatia wakati mzuri wa kuwa wa kwanza kupata taarifa ambazo tunakuletea kila siku kila wakati. Tetesi za sajili zipo na zinaendelea kuhappen. Taarifa za usajili tunazo, endelea kubaki nasi ili tuje tukupe kila unachostahili mwanafamilia wa HNT Media kuhusiana na tetesi za sajili. Young Africans wameshakwisha tayari kumalizana na Celestini Akua, mchezaji kutoka huko katika klabu ya ASEC Mimosas. Moja kati ya taarifa ambayo inazunguka sana kwa usajili wa Young Africans uliofanywa, basi ni moja kati ya mchezaji kutoka huko katika klabu ya Al Hilal Omdurman chini ya kocha Ibenge. Nini kimehappen huko? Taarifa zote tunazo, endelea kubaki nasi hapa